lakini ukitaka kutengeneza a system on top of Bitcoin ilikuwa ni it's crazy work. So mwaka 2023 kuna mtu akapropose, jamani, why not create one blockchain, sawa, ambayo you can run any application on top of it. So 2013 the guy aka propose the Ethereum project. Sasa what Ethereum is different from Bitcoin ni kwamba Ethereum is a decentralized computer, EVM. Utasikia EVM being mentioned a lot. Blockchains nyingi zika adopt the technology. We have Binance, we have Tron, we have a lot of projects. Kwamba if I can run a computer that is decentralized, sawa, mtu yoyote anaweza akatengeneza programu yake akaideploy kwenye kompyuta yangu, si ndivyo? Si that's what computers do? Au kwenye simu, mfano ukiwa na simu yako ukitaka app ya banking, do you write your own app? Si una download tu, si ndivyo? Sasa what Ethereum saw in that ni kwamba kwa nini tusitengeneze a blockchain ambayo mtu yoyote akikaa akijisikia kupata kitu fulani, they can just plug it kwenye hiyo blockchain au kwenye hiyo computer. That was the whole idea of Ethereum, kwamba you have a virtual machine. So, and it meant that, so anyone could program, so, and anyone could deploy to the EVM, so, na hizi programs ndo zinaitwa smart contracts. Kwa hiyo ukisikia mtu anasema smart contract, maana yake it's a program that was written alafu ikawa deployed kwenye Ethereum. And how Ethereum actually works ni kwamba it's just a computer. No, tuseme simu, maana watu wengi computer inawachanganya. Ni kama simu, lakini ndani ya simu kunakuwa na ka application ambacho kana iendesha chenyewe. Tuchukulie labda sim banking kwa wale wanaotumia CRDB. Lakini sasa the data that it stores ni kwamba mtu yote akitengeneza, akifanya muamala kwenye CRDB unakuwa recorded kwenye simu yako. Akifanya hichi kwenye CRDB inakuwa recorded kwenye simu yako. Na kwa wale watu ambao wanajua computer technology, they understand this word virtual machine. Virtual machine means a computer running inside a computer. Kwa hiyo maana yake mtu ambaye anataka kurun blockchain ya Ethereum, I know it's very technical, but what you need to understand ni kwamba Ethereum waliwezesha computing kwenye blockchain. Sasa hizi smart contracts hizi zimekuwa kilio cha wengi sana, sawa? Kwa sababu people don't understand that a smart contract is a program which is deployed kwenye Ethereum, sawa? It's deployed kwenye Ethereum. Kwa sababu mimi naweza nikaandika smart contract yangu, huyu anaweza kaandika smart contract yake. We have no, kama huwezi kusoma between the lines, there is no way of knowing what that smart contract inalenga kufanya, si ndivyo? Kwa hiyo whenever you hear smart contract, it should not be a stamp of legitimacy, si ndivyo? Na hizi smart contracts sasa hizi zikiwa combined, then we have a decentralized application. Why is it decentralized? Because it's not in one computer, inakuwa kwenye EVM. Kwamba nikideploy smart contract leo nikaweka kwenye blockchain ya Ethereum, maana yake mtu yoyote ambaye ana run ile blockchain ya Ethereum anakuwa na hiyo smart contract, so they can interact with it. Hello? Hi. Hello? Hi. Okay. Sasa kumalizia, kumalizia ni kwamba yani blockchain is not a stamp of legitimacy. Yani ukisikia neno blockchain is just a technology. Na naona kuangalia nyuso zenu nyingi mmenisikia na mmeelewa kama sio viwili vitatu, si ndivyo? Uongo kweli? Tuwe tu wa kweli. Uongo kweli? Kwa what it actually means from that is that ile technology, you don't have to understand it. You just have to know it's a technology, si ndivyo? Mtu akikwambia bwana hii project ipo kwenye Binance Smart Chain, si ndio hivyo? Maana yake what should come into your mind ni kwamba huyu mtu alitengeneza program na akadeploy kwenye Binance Smart Chain. And it's very easy. Sasa hivi ukifuatilia hizi blockchain, what they advocate ni kwamba don't create your own code. Zipo code ukitaka kutengeneza sijui coin, ukitaka sijui kutengeneza app ya kufanya kitu fulani, tayari zipo code. What you do,
you just copy, unaweka jina lako, una deploy. So you have to go sasa kusikiliza the next presenter ambacho anakuja kusema kwamba leave the technology aside, how it works. Sawa? Kama jinsi ambavyo hamjaelewa, si ndivyo? Then know that the technology part is very complicated. What you need to understand is what is built on top of it. That's it. Yaani kinachokuja kujengwa juu yake, hicho ndo kitu cha msingi, kwa sababu itatumia the underlying technology. Kwa sababu kumalizia kabisa, kwa sababu mfano there is a very serious case ambayo ilitokea 2017, the DAO hack. Ni kwamba everything was good. Kilichofeli ni kwenye nini? Kwenye technology. Kwamba walivyokuwa wanatengeneza zile smart contract na kuziweka kwenye Ethereum virtual machine, kwenye blockchain ya Ethereum, kuna makosa ambao wao waliyafanya. So it means that there are some things ambazo kwenye blockchain ukija you will be exposed to in terms of technology, na hivyo sasa kwa watu wengi hamwezi mkaviona. That's why zipo standards, zipo audits, so everything is usually safe. Lakini kwa watu wengi ambao tumekuwa tukiibiwa, nimekuja kuona the part ya ku-evaluate what is built on top ndio imekuwa ni changamoto. Hello? Hi. Hello? Hi. Natumaini maswali yangu yameandikwa na nitayajibu baadaye, si ndivyo? Okay, thank you very much.